Viongozi, familia ya Wamalwa, wenzangu wa Kitale, mirembe mirembe bosi, mirembe kandi, hamjambo? Kitale mpo? Asanteni sana. Naomba radhi kwanza kwa sababu ya kuchelewa. Vile mmesikia kutoka ndugu yangu, nilikuwa nimetembea Ethiopia huko, pole hata sauti imepotea, lakini mnanisikiza, si ndio? Asanteni kwa ukaribisho wenu. Tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya heshima na kumkumbuka ndugu yetu mkubwa Michael Kijana Wamalwa. Michael Kijana Wamalwa alikuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, lakini pia alikuwa rafiki yangu, alikuwa mtu ambaye tulikuwa tunaheshimiana. Tukiwa hapa siku ya leo kumkumbuka, tuko hapa kumkumbuka, lakini pia kukumbuka vitendo vyake ambavyo alitenda kwa jamii ya Wakenya, sisi Wakenya wote. Asante. Kijana Wamalwa ni yule mtu ambaye hata kama alikuwa mwanasiasa, alikuwa ile wazungu wanaita a gentleman. Hakuwa mtu wa vita, alikuwa na neno yake kulingana na maono na haki yake, na hakuwa na vita na mtu yeyote. Vile mmesikia kutoka kwa Mheshimiwa Charity Ngilu, hata kama tulikuwa marafiki, tulikuwa upande tofauti ya kisiasa, lakini tofauti yetu ya kisiasa haikuwa uadui. Na vile mmesikia walikuwa, asante, ngoja kidogo, vile mmesikia hapa, sisi tulikuwa upande ya KANU na Moi, na tulikuwa tumepanga kushinda hiyo uchaguzi ya 2002. Hata nilikuwa nimemuomba Mike, njoo tufanye na wewe. Akaniambia bana, mimi niko upande mwingine, lakini hakuniibia siri ya vile watakuja na nguvu. Na jameni, walikuja na nguvu, wakatufurusha na Moi, tukaambiwa twende tukapumzike, na mimi nikatii amri, kwa sababu hiyo amri ilikuwa ya viongozi, na viongozi wetu ni nani? Ni nyinyi wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Na tukatii amri, na wakachukua usukani na wakaendelea na uongozi wa taifa, lakini hatukuwa na uadui. Mimi nilikuwa kiongozi wa upinzani, yeye alikuwa kiongozi upande wa serikali. Maofisi yetu ilikuwa karibu kule bunge, na mara kwa mara tulikuwa tunatembeleana maofisi, tunajuliana hali, tunaongea ya kitaifa, na tunaendelea pamoja. Na ndipo niko hapa kwa hiyo heshima. Na tukiwa hapa kwa hiyo heshima, tusisahau pia ya kwamba Kijana Wamalwa na viongozi
ambao wameketi nyuma yangu, wakina Charity, wakina Martha Karua na wengine, walijitolea kwa hali na mali kupigania demokrasia ya taifa letu, uhuru wa Wakenya kuwa wana haki ya kujichagulia viongozi wanaopenda. Na mimi niko hapa siku ya leo kusimamia hiyo haki. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kutoa hiyo haki ambaye ilipiganiwa na jasho na damu aseme sasa ati hatuna haki ya kusimama pahali popote ambapo mtu anataka. Tunaelewana? We are a democratic society, and those democratic ideals were fought for hard by the man amongst others who we honor today. Na hatuwezi kukubali turudi nyuma. Mutakubali kurudi nyuma? Mutakubali kurudi nyuma? Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe. Na mimi naomba viongozi wa kisiasa tuende kwa wananchi kwa amani. Tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano, ya kufanya nini ni kurudisha Kenya nyuma. Na tunataka kusonga mbele. Kama unataka kura, omba kwa unyenyekevu. Wananchi watakupatia ama wakunyime. Hata mimi niliomba na nikanyimwa. Nikarudi tena nikaomba nikapewa. Ama ni namna gani? Na watu wasiseme ya kwamba yale ambaye nasema mimi naingilia siasa. Mimi sina haja na kiti yeyote. Tunaelewana? Mimi nashukuru Mungu kwa ile miaka amenipea kuwa kwa uongozi, na nawashukuru wa Kenya kwa kunipatia hiyo nafasi. Hii nafasi sasa ni ya wengine, na Wakenya wenyewe ndio wataamua ni nani. Lakini wajue ya kwamba unajua kila mtu anaweza kusema anataka, lakini Mungu anaamua ni mtu mmoja peke yake. Wakitaka mema wajaribu kutafuta njia ya kuungana, watembee pamoja na waheshimiane. Si ni kweli? Tumekubaliana. Kwa hivyo kwa sababu ya hali ya anga, na bado kuna wengine labda mnataka kusikia sauti yao, mimi nasema Kitale, Mungu awabariki. Mungu aendelee kulinda marehemu hayati kijana wa Malwa. Aendelee kulinda familia yake, na aendelee kushikilia taifa la Kenya. Na nyinyi wa Kenya musikubali kugombanishwa. Musikubali kugombanishwa. Muungane, mukae kama kitu kimo. Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana. Thank you. Tuendelee tusiendelee jamani? Ama umechoka? Sasa tumleta Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Asante.
Asanteni. Kitale hoye. Asante. Rais wa awamu ya 4 ndugu Uhuru Muigai Kenyatta, familia ya marehemu kijana Wamalwa wakiongozwa na ndugu yetu Eugene Wamalwa, wakaaji wote wa Mulembe Nation, Mirembe Vosi, Mirembe Handi, Mirembe Mia, Mirembe Te. Naomba mnisikilize kwa sababu ya hali ya mvua. Mimi nilimjua kijana Wamalwa. Alikuwa makamu wa rais wa awamu ya 8 na mimi nikafanikiwa kuwa awamu ya 10. Mimi nilikuwa kwa kikosi ambacho kilimfanya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuwa the surviving victim. Na kwa leo nikimkumbuka ndugu yangu Wamalwa, kijana msomi kabisa, akahitimu Cambridge University, London School of Economics, na akawa basi kiongozi ambaye alijinyima, ndio akaandika kitabu hicho ambacho kimeandikwa Putting Kenya First. Kwa hivyo somo ambalo tuko nalo ni hilo. Mimi mkiangalia hiyo picha katika ratiba, wale ambao bado tuko hai hapo ni Charity na mimi, lakini pia tuna mzee Mudi Awori ambaye tulikuwa pamoja naye. In fact, he was our convener, vile Kipruto Arab Kirwa. Kwa hivyo wakati umefika, wakati ni sasa tuhakikishe kwamba siku hizi ambazo zimesalia 351, kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale, ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyo tunamfanya one term. Wangapi wanasema ni one term? Wangapi wanasema ni one term? Mko tayari? Kwa sababu Uhuru ako na haki ya kuongea vile ameongea hapa bila kudhulumiwa, kwa sababu ameonyesha uongozi. Amesema wazi hataki kiti chochote. Kwa hivyo Bwana Ruto, wewe jifanye tayari. Ikiwa ni mimi Kalonzo, itakuwa mundu kwa mundu, si lazima aende. Kwa hivyo tuko tayari kuunda timu moja. Hatuwezi tukadhubutu kutoheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia. Sasa ndugu yangu Wamalwa kijana alikuwa anapenda sana mambo ya Shakespeare. Nataka nikome hapo kwa kujaribu kumwenzi. I want to remind him one of the Shakespearean tragedies called Hamlet. Na ni wakati kama huu, wakati wa enzi hiyo ya Uingereza kule, lakini hapa Kenya I can say, my late brother kijana Wamalwa, time is out of joint and we were born to get it right, to make it right. And tunataka tuhakikishe ukiendelea na kulala na kupumzika, ujue kwamba timu hii ya kufanya Bwana Ruto one term ni timu ambayo haitarudi nyuma. Na kwa hivyo wakati ni sasa. Wangapi wanaamini wakati ni sasa? Wakati ni sasa. Tuungane zote ama namna gani? Asanteni sana, Mungu abariki. Namweta JB Muturi. Nadhani kwa sababu ya hali ya anga tunajaribu tuone vile tunaweza kufupisha. Asanteni. Kwa familia ya ndugu yetu aliyetuacha marehemu Michael kijana Wamalwa,
viongozi tuliofika leo tukiongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya wa 4 Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wakazi wa Trans Nzoia na Wakenya kwa jumla, milembe. Yangu yatakuwa machache mno kwa sababu ya hali ya anga, na ningetaka ndugu zangu wengine pia wazungumzie. Yangu ni kusema hivi, kile kitabu ambacho kimezinduliwa leo ambacho kinaonesha ile safari marehemu Michael Wamalwa alisafiri katika uongozi na yale mafunzo ambayo ametufundisha kwa ule moyo wa kujitolea muhanga, kuwa yeye yale anataka ni mazuri ya Wakenya. Sisi nataka tuseme leo kwamba we are ready to emulate that level of sacrifice, ignore personal ambition, country first, as the book says. And therefore, I commit that I will be among the very first people to say one united candidate to face off with William Kipchirchir Arap Ruto, kuhakikisha kwamba William Ruto atakuwa one term. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Tuendelee tusiendelee? Tunaleta the Iron Lady, Martha Wangari Karua. Watu wa Trans Nzoia Mirembe, Muriega, asanteni sana. Nitakuwa mfupi sana. Kwanza, ni kwa nini Michael Wamalwa kijana, Kibaki na Ngilu walifaulu? Ni kwa sababu ya umoja. Jambo la pili ni kupenda nchi na kusema nchi mbele, matakwa yetu nyuma. Mimi nataka kuhakikisha sisi tukiwa zote hapa tutaweka matakwa ya Wakenya mbele na ingine nyuma, na tutawaletea mgombeaji mmoja. Lakini kama wananchi tukubali yule atakayopeanwa ndio tutafuata zote. Mimi ningependa kusema, wacha niseme mambo ingine kesho. Mambo ni one term, mambo ni asanteni. Sasa tunataka tumulete Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i. Mheshimiwa Rais mstaafu na kiongozi wa chama changu cha Jubilee, wananchi wa Trans Nzoia na wasalimu hamjambo. Kwa sababu ya hali ya anga, ninajiunga na wale wengine ambao wamempongeza ndugu yangu Eugene Wamalwa kwa kupanga haya na kusema kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutapata nafasi ya kushirikiana na yule mwalimu wa ile shule pale kufanya ile mambo ambayo aliuliza. Na tatu, kwamba tuchukue mafunzo yale ambayo tumepata kutoka kwa ndugu yetu kijana Wamalwa ambaye alifariki, kwa sababu the greatest thing about kijana Wamalwa ni kwamba hakuwa mtu wa matusi na mtu wa furugu. Wakati huu wa siasa tumeona mambo mingi, na tunazidi kuwaomba viongozi tuendelee kuwaheshimu wananchi vile tumeshauriwa na viongozi wetu wengine na wazee wetu. Tuungane pamoja kwa sababu sisi ni wamoja, ili tulete mabadiliko na maendeleo kwa nchi yetu tukufu ya Kenya. Tutapata nafasi nyingine kuzuru hapa na kutembea na kuongea, lakini mimi najiunga na wale wengine ambao wanasema tushirikiane sisi wote pamoja ili tulete mabadiliko tukiwa timu moja
Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Sasa tunataka tumlete kijana barubaru PK Salasia aweze kujulisha wabunge wenzake walio hapa. Karibu PK. Asante. Haya. Kwanza bwana Nefa ule kweli. Haya. Nataka nichukue nafasi kuweza kusema asante sana His Excellency Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa kuja kusimama na sisi siku ya leo, na viongozi wetu wa principals wetu wote wakiongozwa na His Excellency Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa mama Madam Martha Karua, na tuko na pia Ngilu, mama wetu His Excellency Ngilu. Mimi nataka nichukue nafasi kwanza kuwashukuru, na pia na mheshimiwa wetu Matiang'i, kuwashukuru sana kukuja kusimama na mheshimiwa Eugene Wamalwa. Na mimi nataka nishukuru mheshimiwa Eugene Wamalwa, umesimama na legacy ya kijana Wamalwa. Mimi nataka niseme kitu kimoja, ya kwamba viongozi wa hapa Trans Nzoia muheshimu kiongozi wenu ambaye anaitwa Eugene Wamalwa, na penye Eugene Wamalwa atakuwa ndio penye mimi nitakuwa, si ndio? Na mimi nimeuliza mheshimiwa Eugene Wamalwa, wewe ulikuja mpaka huko Mumias ukanisaidia mimi, na that's why nimesema mimi nitasimama na wewe juu chini, penye utakuwa ndio mimi nitakuwa. Asanteni sana. Thank you so much. Mbunge mwingine anaitwa nani? Mheshimiwa Nzengu. Karibu Mheshimiwa Nzengu kutoka Ukambani. Haya basi, kwa heshima aliyekuwa rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta na viongozi wote ambao wamefika. Amjambo tena. Basi mimi naitwa Nzengu, mimi ndio mbunge wa Mwingi North kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na mimi naomba hawa viongozi, kwa sababu viongozi wameongea, mimi nataka kusema kitu moja tu. Naomba hawa viongozi walioko hapa waungane, wakomboe Kenya. Hii Kenya tangu Uhuru Kenyatta atoke uongozini imeharibika kabisa. Kwa hivyo naomba viongozi tafadhali muungane pamoja, mtupe rais mmoja akomboe Kenya. Asanteni sana. Asanteni. Sasa sababu ya mvua tuta break for lunch. Kuna chakula cha kutosha. Upande huu kuna mahema. Tukule lunch wakati mvua itakwisha.